Tunu. Tunu, naomba utoke Tunu. Jamani. Yaani unakuja kwangu unapiga kelele kama hivyo kwa nini? Hapa. Pingwi. Unakuja nyumbani kwangu na makelele kama hayo kwa sababu gani wewe? Hivi nikukanye mara ngapi Tunu? Nikukanye mara ngapi wewe nakuuliza? Nilishakwambia mara ngapi kwamba nisikukuta na bwana wangu umesimama naye popote pale? Wewe. Hivi unielewi, si ndivyo? Sasa nisikilize. Hii ni mara ya 3. Nimetoka huko nimekuja nyumbani kwako. Ukiona tena mguu wangu hapa nimekanyaga nyumbani kwako, turubai litafungwa hapa. Kijiji cha Mtambaswala watanishangaa. Si unanielewa? Lakini wewe Zubeda, una akili kweli wewe? Sasa hebu nisikilize, huyo bwana wako atakutia wazimu. Mimi huyo Matingo nikipitaga njia zangu nakutana naye. Ananiita, unajua Tunu hapa kijijini, sijui kale kama mwanasheria, sijui ka upelelezi, sijui ka nani kale, anakuwa ananiambia maombea ya hapa yeye mwenyewe, mimi sijamuuliza. Sasa wewe huyo atakuingia kwenye akili yako muda wote, unajua Tunu kamchukua, Tunu anamtaka. Kwa nini mimi huyo? Mtu mwenyewe anashinda na ndege tu kutwa huyo. Atanipa nini? Hivi umekosa wanaume na wewe kutembea na kale katoto? Sasa kama anakusimamisha anakupa ombea, kwa nini jana uliponiona ulinikimbia? Unikimbia kama anakusimamisha tu anakupa ombea, kwa nini jana ulinikimbia? Wewe unasema ukiniona utanikandamiza kama tembo. Na mimi nikijiangalia Tunu, kama mwili kangu ndo haka. Mwili hilo, mimi nisikukimbie. Wewe, lazima nikimbie. Sasa nakuonya. Hii ni mara ya mwisho kutia mguu wangu hapa nyumbani kwako. Sawa dada? Unanielewa Tunu? Naongea na wewe. Hii ni mara ya mwisho kutia mguu wangu hapa nyumbani kwako. Ukiniona tena nimekuja hapa. Wewe Zubeda, usinitishie. Unajua nimekaa nikinyamaza kimya kila siku unaniita Tunu Tunu. Wewe haganago ile. Yaani hiyo mara ya mwisho kuniletea kama mdomo wako wewe. Hilo ni mwili lako, mimi siliogopi. Sasa ukirudi tena na huo mdomo wako, utajua mimi Tunu nimetoka Shinyanga au ni Tunule. Kwa sababu naona Zubeda unanizoea sana. Yaani kila ninaponyamaza imekuwa kabwana. Hivi huyo Matingo anakupa nini kwanza? Au unateseka kwa vile unajua huwezi kupata la size yako? Mimi na mtu linene wewe. Oya kakata unaenda kuniita tiliko. Tena huo mara ya mwisho. Kunipigia kelele hapa wewe. Zubeda unanizoea. Wewe unataka kunijua mimi nimetoka wapi? Hata uko na lolo bebe. Kwamba ukija hapa utafanya hivi. Yaani kwanza ngoja nikaupike ugali, ni ule vizuri kwanza. Naona unanichanganya. Nikesele maili, yana masala hene hili nini? Hili la likoje? Na huyu Matingo huyu. Baba Baraka, mambo vipi ndugu yangu? Safi ndugu yangu, mambo yanaendaje? Habari ya asubuhi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Anasemaje kijijini? Kwema. Aisee, mimi nilikuwa niko polini huko, nimetoka kurekebisha mitego yangu kwanza, nipate hata kadudumizi ndugu yangu, ili siku hii nijue naimalizaje. Kama kawaida. Na Matingo bwana. Vipi lakini ndugu yangu? Namshukuru Mwenyezi Mungu aisee. Tupo tunakisongesha kijiji chetu. Unajua tunakimbizana na misimu. Sasa tuachane na yote bwana Matingo. Naam, hivi vipi kuhusu ile swala langu, ile jibu langu nilokupa unipelelezee kuhusu ile swala langu ile, vipi umefikia wapi? Ndugu yangu Baba Baraka. Yaani juu ya hili jambo, yaani sikufichi, yaani mpaka akili yangu yote nahisi imeingia na ukakasi. Kwa sababu nashindwa hata nikwambie kitu gani ndugu yangu. Yaani huyu mtu niliyemkabidhi hili jambo alifuatilie kiundani. Yaani majibu aliyokuja kuniletea kiukweli yamenilegeza magoti kabisa. Yaani nahisi kabisa nimempapanya nilindie mkate rafiki yangu. Unajua kwa nini? Yaani majibu aliyokuja kuniletea, yaani ni majibu ambayo yamenifanya mpaka sasa hivi nimeshindwa hata kumuelewa. Yeye hawakubahatika kufika huko kwa mzee Kasongo.
Walipokuwa njiani wamekutana sijui na mazonge, sijui mizimu, sijui vitu gani, wakakimbia. Umeona sasa? Ila sasa nikaja nikakutana na Mama Baraka mwenyewe, nilikutana na shemeji na maneno aliyoniambia shemeji ndio yakazidi kunichanganya. Kwa sababu shemeji yeye aliniambiaje? Shemeji aliniambia kwamba yeye alifika kwa mzee Kasongo, isipokuwa huyu niliyemwagiza mimi yeye ndo hakufika kule, yeye ndo aliishia njiani akakimbia. Ila na baada ya kufika kwa mzee Kasongo, majibu aliyopewa kwamba wewe unamfahamu muuaji, na ndio maana hata mimi nilivyoona kimya kimeendelea kutaradadi hapa kijijini, nikahisi kabisa labda Baba Baraka kashamjua muuaji, na hili jambo kaona bora moja kwa moja tu amwachie Mwenyezi Mungu, maisha mengine yaendelee. Sasa Bwana Matingo, kama mzee Kasongo anavyokuambia huyo kwamba mzee Kasongo kasema mimi namjua muuaji, hivi mimi ningekuwa najua muuaji ningekuwa natabika kila ukicha hapa kijijini namtafuta muuaji aliyomuua mwanangu? Sasa Baba Baraka, hilo swala hata mimi mwenyewe pia linanichanganya kichwa. Kwa sababu gani? Ukizingatia hata huyo mzee Kasongo mwenyewe hapa kijijini hayupo. Sasa kwa nini tusivute subra badala yake mpaka Kasongo atakapokuja aje na huo ukweli wa halisi, ili tujue kabisa kwamba muuaji yaani muuaji atakuwa nani juu ya hiyo, kwa sababu mzee Kasongo yeye mwenyewe anathibitisha kwamba muuaji anamjua. Ila sasa huyu ndugu yangu Lashu ningemwacha tu aendelee na mambo yake hapa kijijini mpaka hapo mzee Kasongo atakaporudi na kutupa ukweli juu ya huyu muuaji. Bwana Matingo, kuhusu swala la Bwana Lashu kuendelea kuwa huru hapa kijijini, yeye aendelee kuwa huru, aendelee kufanya kazi zake kama kawaida, safi. Ila ninachokisubiri kuhusu swala la mzee Kasongo ndio naye msubiri akirudi hapa kijijini kwetu, kijiji cha Mtambaswala hapa, yeye ndo atakaye kuja kunipa jibu sahihi kwamba nani kamuua mwanangu. Ila laiti akija kusema Lashu ndo kahusika na mauaji ya mwanangu Baraka, Bwana Matingo, tusije tukaonana wabaya. Akija aseme kwamba Lashu ndo kahusika, sasa nitamfanya kitu kibaya. Hiyo haina shida Baba Baraka, hiyo haina shida kabisa, hiyo haina shida kabisa. Yaani hapa cha kufanya sasa hivi mwache tu Lashu aendelee na kazi zake hapa kijijini, tukimbizane naye tu na msimu mpaka hapo mzee Kasongo yeye mwenyewe atakapokuja kutoa kauli ya kwamba muuaji ni nani. Basi Bwana Matingo, haina shida ndugu yangu, kwa hilo tu hamna shida. Ila bwana Kasongo akirudi ndo akija atoe jibu la kusema kwamba Lashu ndo kahusika na mwanangu bwana, oya tutaonana wabaya bwana. Umenisikia Bwana Matingo? Ngoja niende, sisi tukaonana wabaya bwana. Haina shida bwana Baba Baraka. Yes. Kipipa. Inakuaje ndugu yangu? Kawaida. Poa. Vipi mbona mgotoni umetulia peke yako? Nini naona machizo anaendelea na harakati, wewe umepoa hapa vipi? Vipi mwanangu Matingo? Leo mbona huku leo? Mapolini vipi? Mmeacha kujilea kuzulazulula? Wewe acha tu rafiki yangu. Yaani hapa nishazulazula katika mataka yote mshikaji wangu. Yaani hapa nimetoka huko bondeni. Nikaona hapana. Lashu atakuwa yuko wapi? Nikaenda mpaka huko kwenye huko anakula na gonga mawe kule. Tena hapo umenikumbusha mwanangu Matingo. Kwanza umdashu na wewe mbona siku unaingia kwenye maskani yenu maana ingia maana kunikimbiza kama hivi ananiambia sijui manyana na majini sijui manini wewe una akili nzuri kwa rafiki yako. Yaani wewe acha tu ndugu yangu Kipipa. Unajua hili swala linalomtokea Lashu sasa hivi, haya ni matokeo ya miezi kadhaa nyuma iliyopita ya hapa kijijini kwetu. Si unakumbuka kulitokea tukio moja la kutatanisha sana hapa kijijini? Ndio. Yaani wewe acha. Lile tukio juu ya kifo cha mtoto wa Magambo Baraka. Ndio. Kwa sababu kile kifo, yule mtoto Gamba siokuwa na akili, yani mimi hata nina wasiwasi naye, yani kichwa chake sijui umeme mdogo, kwa sababu alichukua tukio zima akaenda akamtupia Lashu msala mzima, eti Lashu ndo anahusika na mauaji nini na kila kitu. Unaona sasa?
Sasa toka afanye vile ndugu yangu Kipipa mpaka hivi leo huyu Rasho mtu wa machaka pori, ndio maana mimi nahisi machaka yanamwathiri. Ndio maana kama vile anaweuka mara mizimu mara sijui nini. Yaani wewe acha tu ndugu yangu Kipipa. Kiukweli Matingo, ndugu zangu nimewazoea hapa mgotini wewe Lashu, sasa hivi nashangaa siwaoni hadi mnaniacha mwenyewe mpweke. Angalia kama hivi tunashughulika kazi wenyewe Wewe hata usiwaze ndugu yangu Kipipa, kwa sababu hata mimi mwenyewe ninachoamini ndugu yako Matingo, au sio? Uweze kuikabili kesho kwa mbinu za jana, au sio? Haya mambo yataenda yataisha tu. Si ndugu zako tupo, ngoja ili hapa sakata kwanza tulisafishe. Haya mambo yakishakaa sawa, yakishakuwa clear tu, utatuona mgotoni kama kawaida. Yaani hata si wenyewe mashamba ya watu tumehamisi kaka. Sema sasa tutafanyaje? Hali ya hewa bado haijatulia. Sawa, mimi mwenyewe napenda iwe hivyo sababu wanangu mimi kiukweli nimewazoea. Au sio? Hadi mwangalia kama hivi kaza sasa hivi magari yanaingia kibao, magogo kibao. Nashangaa wanangu sasa hivi sijui mnapeta wapi. Wewe hata usiwaze Kipipa, sio hivyo. Yaani haya mambo yakishakaa tu sawa, utatuona ndugu zako mgotoni kama kawaida tunakuja kupambana. Basi poa basi ndugu yangu Kipipa, ngoja mimi nikamwangalie mbele hapa. Ndini hapa najua nyie mtarejea. Hapa nyumbani. Hapa panaitwa mtakuja, lazima tuje. Wewe ngoja kwanza tuyasete haya mambo. Au sio? Haina shida ndugu yangu Kipipa. Poa. Shemeji huyo? Matingo vipi? Poa. Vipi naona na mapanga polini? Kama kawaida, sio unajua tuna kijijini kwetu. Kabisa shemeji yangu. Sema hata hivi imekuwa kama bahati kukukuta hapa shemeji yangu. Kwa maana kuna swali linanichanganya kweli kichwani kwangu. Sijui niliweke kwenye upande gani hili swala. Sijui ni swali la kizushi, sijui vipi, lakini ngoja nikufikishie wewe unaweza ukalingamua. Hivi shemeji, hivi kwa mfano imetokea mtu kafariki muda mrefu, miezi kadhaa nyuma iliyopita, na tulishamzika na wenyewe tumehakikisha tumezika huyu mtu. Hivi kweli huyu mtu anaweza akatokea tena mkaonana tena kweli mkaanza kuzungumza? Hapana bwana. Yaani mtu kabisa amefariki afu aonekane? Hiyo hizo ni story tu za kufikirika. Lakini kusema kabisa hivi umuone. Maana hata mimi mwenyewe ili swali lilinichekesha mpaka mbavu zikaanza kuniuma sikufichi. Kwa maana Rasho, unamjua ndugu yangu Rasho yule? Rasho namjua. Rasho eti anasema kakutana na mwanao Baraka. Nini? Eti kaonana na Baraka, sijui Baraka anamwambia, Rasho, ishi kwa amani hapa kijijini, wewe sio muuaji. Unajua nilicheka shemeji yangu. Yaani Rasho huyu kakutana na mwanangu mimi Baraka. Ndio story alizokuja kuniletea shemeji. Nimecheka mpaka isee mbavu zinakaribia kunibana. Kwa hiyo Baraka? Rasho kabisa kakutana na Baraka. Ndio story alizokuja kuniletea shemeji. Bwana shemeji yangu Rasho atakuwa kachanganyikiwa. Hilo ndo wazo hata mimi nilikuwa naliwaza. Kwa sababu yaani moja kwa moja nahisi mapoli yanaanza kumharibu akili. Yaani toka mara ya kwanza ili jambo nilikuwa nalifikiria kabisa, Rasho akikaa sana polini anaweza akaanza kudata taratibu. Hasa mtu kashafariki muda mrefu na tumeshazika, kijiji chote kilihudhuria msiba. Leo eti anasema kakutana na Baraka, sijui kaongea naye, sijui anamwambia Rasho ishi kwa amani hapa kijijini. Hapo kweli shemeji yangu. Maana Rasho unajua sasa hivi anakaa sana porini. Sana. Kwa hiyo kivyo vyote atakuwa amechanganyikiwa bwana. Haiwezi kuwa na ukweli wowote. Kabisa amuone kabisa mtu aliyofariki kweli akutana na Baraka. Sasa hicho kitu kinawezekanaje shemeji? Hapana bwana shemeji, haiwezekani. Hata shemeji, wewe uko unatafuta makuni hapa? Mimi kama kawaida naingia zangu porini. Mimi mwenyewe nilikuwa namtafuta Rasho huko. Maana kuna ujumbe nilipewa na baba Baraka jana, niliambiwa nimtafute Rasho nimfikishie. Sasa hapa nilikuwa niko mbio namtafuta ndugu yangu, nimpe kwanza message yake ili na yeye aishi kwa amani kwanza hapa kijijini. Basi sasa shemeji haina shida. Hamna shida shemeji yangu, tafuta makuni hapo. Mimi kama kawaida naingia porini huko. Hamna shida shemeji, baadaye. Haya shemeji. Haya. Rasho anadaka vibaya.
Lashu mpaka Lashu kashaanza kutokewa na Baraka. Lashu, Matingo. vipi ndugu yangu? Vizuri ndugu yangu. Bwana unaona Bwana umetulia hapa kinyonge kama unaumwa yani uko mnyoli yani. Mwanangu nimechoka sana mwanangu. Maisha hapo liko kule yanachosha ndugu. Jana nimekutafuta Lashu. Ai. Nimekusachi kule polini. Nikaona hapana huyu Lashu. Huku nimemkosa. Huyu atakuwa yuko wapi? Nilienda kule unapogonga mawe kule. Kule kweli. Unajua mambo yenyewe bado haya. Kama hajaficha bado. Kama nikaa vizuri kwani kusikia vizuri. Acha kabisa ndugu yangu Lashu. Vipi lakini? Katika pitapita rafiki yangu jana nilikutana na Magambo. Na Baraka Magambo. Unasemaje? Na Baraka nimekutana naye. Umeona? Tukazungumza kwa kina juu ya mambo yanayoendelea hapa kijijini kwetu. Umeona? Hasa juu ya mambo ya mjukuu mzee wa Kasongo na swala lako Lashu. Ndio. Umeona? Na kweli hivyo nipe hizo habari. Na alichongamua baba Baraka. Yaani ndio swala ambalo hata mpaka mimi mwenyewe sasa hivi nahisi furaha sana yani. Yule Magambo kathibitisha kwa ulimi wake. Umeona? Anasema bwana sasa hivi ni yule ndugu yako Lashu sina matatizo naye kabisa yani. Umeona sasa? Kabisa amesema hivyo. Kwa ulimi wake mimi ndo nakwambia ndugu yako Matingo nasema ana shida na wewe. Yaani wewe ndugu yangu sasa hivi tutokee tu kijijini tuendelee kupiga mitikasi yetu kama kale. Mpaka hapo mzee Kasongo atakaporudi kijijini na kutoa jibu la muuaji ni nani. Kwa hiyo utakuambia Kasongo mpaka leo bado hajarudi. Mzee Kasongo hayupo kijijini hapa Lashu. Umeona? Kwa hiyo atachukua muda sana kurudi. Umeona kwa muda mwingi shapita. Sasa mpaka atakaporudi hapa ndo atatupa jibu ambalo litakuwa linaeleweka muuaji nani. Ila sasa na bwana Magambo yeye mwenyewe kathibitisha. Kama akigundua muuaji ni nani, kasema nitakula naye sahani moja mura. Nitakula naye sahani kama unavyojua ndugu yako atalini. Naomba naye sije ikarudia tena mimi mara ya pili nitakuwa zaidi. Asire na wewe sahani moja mura. Kama kaamua kwa nirudi. Wewe amini ninachokuambia Lashu. Sasa wewe kama mimi kwa sababu naamini sijafanya kile kitu. Naamini kabisa Mzee Kasongo ataporudi itajulikana kabisa sijafanya kile kitu. Lashu. Sasa ukitaka kuamini kinachokuambia ndugu yangu, nyanyuka twenzetu Mgotoni. Twenzetu Mgotoni, twenzetu huko Mgotoni. Twende kwa Mgotoni sasa hivi. Twende kwa Kipipa kwanza. Twende kwanza Camp David, twende maskani ukaona ile kimishi vilago vyangu vizuri hapo. Twende kwanza hata kuona wakulungwa. Kuna wakulungwa kibao wamekuja kijijini hoja kutana nao. Si nilikupa taarifa ya Gaza karudi? Gaza. Gaza sijamuona bado. Hata naambia nani katika sitokea ametahiriwa kabisa. Sasa twende hivi. Mimi nakwambia. Kama mwanangu Matingo ni swala Baraka linanumiza kichwa. Toka siku zile ilivonitokea pale. Najiuliza ni kitu gani bado sipati. Yaani bado najiuliza maswali mengi bado. Lashu sikiliza. Afu yule mtoto amenanza kama mazito sana siku ile. Afu Lashu ujue, afu Lashu bado akili yako haijatulia kabisa. Ngoja nikwambie ndugu yangu. Hayo mambo mimi mwenyewe nimekutana na mama Baraka pale. Nilipomwambia akacheka mpaka mbavu. Anacheka. Yaani kacheka mpaka mbavu zake anaishi zimevunjika. Sikiza nikwambie. Wewe vitu kama hivyo vinawezekanaje Lashu? Afu hizo story inabidi sasa hivi usahau. Wewe sasa hivi cha kufanya au sio? Sasa hivi wewe turudi kijijini, tuendelee kupiga mitikasi yetu kama kawaida. Achana na mambo ya Baraka au ndugu yangu. Ninachokuambia mimi. Huyu Baraka, ngoja siku tuwe mimi na wewe atutokea au kutokea mwenyewe. Lashu, uje ushuhudie siku moja nikwambie. Uje hizo stories zinachekesha. Hizo hazina tofauti na zile story ya kwamba mtu kapiga kona afu kaenda kuruka kichwa mwenyewe. Wewe Lashu bwana. Bwana twende bwana kwa Mgotoni. Ila bwana tunashukovia. Twende hivi achana na story hizo za kiza bwana Lashu. Nimekwisha.
Sasa hivi tunaenda moja kwa moja mpaka Mgotoni. Ndugu yako Kipipa kama namuona atafurahi. Kipipa. Sekela. Lashu. Sekela. Mambo. Poa. Mzima kabisa. Mzima. Kama siku tele. Fresh kabisa. Upo hapa kijijini kweli ndugu yangu? Nipo kama sipo lakini nipo. Jamani, toka litokee ile tukio la kumua yule Baraka mtu wa Mzee Magambo ndo kwanza tunaonana leo. Sekela. Hilo sakata hapa limeshakwisha. Yaani mpaka unamuona Lashu yuko hivi. Tunapita kona hadi kona ya hichi kijiji. Unajua mambo yalishaishaga zamani sana Sekela. Yule mzee na ukulia wake atawelewa kweli kuhusu huyu? Sasa Sekela, jana mimi mwenyewe nilikaa na baba Baraka. Tukakaa tukayaongea kwa kina haya mambo. Tuliyazungumza kiundani. Hasa tuliongea jambo la ndugu yangu Lashu hapa. Na yeye mwenyewe akanithibitishia kwa ulimi wake. Alichoniambia, kaniambia wewe nenda kamwambie Lashu afanye mambo yake tu, yani yuko huru. Umeona? Asihofie kabisa hapa kijijini, na ndio maana hivi leo unaona tunatembea kona hadi kona hichi kijiji. Na hapa safari yetu tulikuwa tunaenda kwa Kipipa ujue. Tuna shida. Na wana kijiji watampokea kweli huyu? Wewe Sekela inabidi unielewe mimi. Kwa sababu haya mambo ya Kongo wenyewe tushapambania, mambo yamekaa hivi. Mukide. Wewe inabidi unielewe mimi ndugu yangu. Kwanza vipi? Na yeye mwenyewe mbona umependeza kama hivyo leo? Naenda gulioni. Si unajua leo siku ya gulio hapa kijijini kwetu. Naenda kupeleka mazao yangu. Naona mambo yako si mabaya ndugu yangu. Kama kawaida yangu. Unajua mimi mtafutaji. Na mtafutaji achoki, akichoka kapata. Kwa hiyo ndo tunaelekea hivyo gulioni. Mtafutaji achoki bwana, akichoka kachoshwa. Poa basi Sekela, acha tukuache wewe. Jamani. Lakini sijui wana kijiji huko watakupokeaje. Sekela, wewe utakiwa kuwa na hiyo hofu. Yaani toa shaka kabisa, hili jambo limeshakwisha. Lashu, twende sisi tunaenda kwa Kipipa. Jamani, safari njema. Na kwenu pia. Mimi nakwambia huyo Kipipa kama namuona leo. Atakagocheka atafurahi kinoma ndugu yangu. Kwani wewe acha. Sio kama mtego kweli kijijini huku. Wewe Lashu inabidi unielewe mimi. Mambo yameisha. Wewe twende hivi Mgotoni. Mwanangu leo kala wa mai wake mkiwa, nimdalile choni mwanangu mai wake mkiwa. Mwanangu leo kala wa mai wake mkiwa, nimdalile choni mwanangu mai wake mkiwa. Danonje. Usiache kuangalia, ni series nzuri sana hapa hapa Sabi Online TV kwa kujifunza vitu vingi. Usiondoke.